utaratibu huo, kwamba utaratibu wetu ni kwamba wote ni watu wanaoishi na miungu wengi. Mungu anapokueleza usiwe na miungu mingine ila mimi, na mimi ninayekwambia ndiye mimi Mungu wenu niliyewatoa katika nchi ya utumwa. Sasa kwa sababu nimekutoa kwenye utumwa, ninakusihi usiwe na mungu mwingine. Ninakusihi uwe na mume mmoja tu. Ninakusihi uwe na mke mmoja tu. Ninakusihi usiabudu miungu wengi, na wala usiamini marafiki wengi. Kila rafiki na namna alivyo katika upokeaji wake. Yupo rafiki yako mwingine ukimpigia hesabu mpaka wa leo anao watoto 7 na wanaume wako 7 na wengine 7 hakuzaa nao. Kipiga 7 na wanaume 17, lakini bado anaendelea kutafuta wengine, wa kwamba fikia wakati hajapate mwenye rangi moja. Hayupo. Kila mtu ana rangi tofauti tofauti, mpaka ukutane na aliyeishi na Kristo na aliyekaa na Kristo na akanyenyekea na Kristo, akayaishi maisha ya Kristo. Hiyo ndiyo faraja yako na nguvu yako na uweza wako. Ni sawa na mtu anakueleza, anakuambia mpaka wa leo nina dini nilizokwisha kuabudu, ziko dini 20, lakini nilipofika hapa siwezi kutoka, maana nilishazunguka kwenye dini nyingi, lakini sijawahi kuona mwenye nguvu ya Mungu kama huyu nilipofika. Maana yake ulifika kwenye kituo cha mwisho, haujafika kwa Mungu. Mungu bado anaendelea kukutafuta. Hauwezi ukawa unaenda kama mganga wa kienyeji anayekwenda kutafuta ni wapi mganga mzuri, kasema nilikuwa naenda kwa mganga. Bado ulikuwa unahangaika kwa sababu ya akili. Maana mwanadamu anapokoswa akili huwa anakuwa kama mwehu, anazurura huku na huku, hawezi kujua ni wapi pazuri ni wapi pabaya. Ndivyo alivyo mwanadamu.